Kifo cha Albert Ojwang chazidi kuzua taharuki huku wandani wake Rais William Ruto wakizidi kujitenga naye. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Mvutano wa kisiasa na kijamii umeendelea kushika kasi nchini Kenya baada ya kiongozi wa walio wengi katika Seneti Aaron Cheruiyot kujitokeza na kuzungumza kuhusu kifo cha Albert Ojwang, huku akitoa wito kwa naibu mkuu wa polisi Eliud Lagat kujiondoa kwa muda kazini ili kupisha uchunguzi huru na wa kina kuhusu kifo tata cha mwanablogi Albert Ojwang. Wito huu umetolewa wakati wa kikao maalum cha Seneti kilichofanyika tarehe 11 Juni ambapo maseneta walijadili tukio hilo kwa hisia nzito na msisitizo wa uwajibikaji ndani ya vyombo vya usalama. Kwa mujibu wa Cheruiyot, hali ya Lagat imekuwa tata kutokana na ukweli kwamba ndiye aliwasilisha malalamiko yaliyomwekea Ojwang mikononi mwa polisi. Malalamiko haya yalihusu madai kuwa jina la naibu IG lilikuwa limechafuliwa mitandaoni, na kutokana na hilo Ojwang alikamatwa katika kaunti ya Homa Bay na kupelekwa Nairobi katika kituo kikuu cha polisi ambako alifariki dunia katika hali yenye utata mkubwa. Mamlaka ya polisi ya kitaifa NPS ilitoa taarifa ikidai kuwa Ojwang alipata jeraha la kichwa baada ya kujigonga ukutani akiwa kizuizini na kisha kukimbizwa katika hospitali ya Mbagathi ambako alitangazwa kufariki dunia. Hata hivyo, ripoti ya uchunguzi kwa maiti uliofanywa na daktari wa serikali Bernard Media imekanusha dai hilo rasmi na kubainisha kuwa chanzo cha kifo kilikuwa ni jeraha la kichwa, shinikizo kwenye shingo na majeraha mengine mwilini yanayoashiria kupigwa. Kwa sasa mashinikizo yanaongeza kwa naibu IG Lagat kujiondoa ili kuruhusu uchunguzi usio na ushawishi wa mamlaka au hofu ya kificho. Cheruiyot ameweka wazi kuwa hatua hiyo muhimu kwa maslahi ya taifa na haki, si kwa sababu ya Lagat amepatikana na hatia, bali ni kwa ajili ya kuondoa shaka na kulinda uadilifu wa taasisi ya polisi. Hili limeungwa mkono na viongozi wengi wa kisiasa pamoja na wanaharakati wa haki za binadamu. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja amethibitisha kuwa Lagat ndiye alitoa malalamiko rasmi yaliyoanzisha uchunguzi dhidi ya Ojwang. Hii imezua maswali mengi kuhusu matumizi ya mamlaka na usalama wa raia wakiwa chini ya ulinzi wa serikali, hasa ikizingatiwa kuwa mamlaka hizo zina jukumu la kulinda maisha, si kuyaangamiza. Kifo cha Ojwang sasa kimegeuka kuwa jaribio kubwa la maadili kwa taasisi za usalama hapa nchini, huku taasisi huru kama mamlaka ya uangalizi wa polisi ama ukipenda IPOA ikihimizwa kuendesha uchunguzi huru bila kuingiliwa na vyombo vya serikali. Viongozi wa kisiasa kutoka pande zote wameeleza kusikitishwa kwao na hali ya mambo na kutoa wito kwa serikali kuhakikisha haki inatendeka bila kuchelewa.